ni nini na viwango ni nini. Tutamaliza hapo. Tuone maana ya kanisa na tuone maana ya viwango. Moja, maana ya kanisa. Kanisa halijapata maana inayoeleweka, na ili tupate maana inayoeleweka tuangalie maana mbili katika hii moja. Maana mbili katika moja. Ya kwanza au andika nini sio kanisa. Pili, nini ni kanisa. Namba moja, nini sio kanisa? Jengo sio kanisa, dhehebu sio kanisa. Kwa hiyo hatusemi kanisa kwa maana ya jengo, hatusemi kanisa kwa maana ya dhehebu, kwamba EAGT ndilo kanisa pekee au TAG ndilo kanisa pekee. Hapana, dhehebu sio kanisa, jengo sio kanisa, watu sio kanisa. Tuje B, nini ni kanisa? Kanisa ni nini? Tumeona nini sio kanisa, turudi nini ni kanisa? Nini ni kanisa? Matendo 2:41. Matendo 2:41. Nini ni kanisa? Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa siku ile, wakaongezeka watu wapata 3,000. Matendo 2:47. Wakamsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Hiyo ndiyo maana ya kanisa. Kanisa ni watu waliookolewa, ni watu waliookolewa. Amen. Neno la kitaruma wanaitwa eklesia. Eklesia, wengine wanasema eklesia, yote sawa. Eklesia, kwenye k kuna double k, unaandika ek, unaweka kadesh katikati ya k na k, alafu unamaliza eklesia. Neno watu waliookolewa maana yake wameitwa kutoka mahali. Wameitwa kutoka wapi? Kutoka mahali. Wametolewa mahali. Neno kuokolewa, wametolewa mahali. Ni sawasawa nyumba hii ianze kuungua moto, tuanze kutoa vitu nje. Tendo hilo tunaokoa. Tunafanyaje? Tunaokoa. Tunaokoa. Kwa hiyo anaposema Mungu akalizidisha kanisa kwa wale waliokuwa wakiokolewa, sio wakihamia, sio wakihamia. Kanisa sio watu waliohamia, sio wakizaliwa. Kanisa sio watu waliozaliwa, kwamba nimezaliwa humu kanisani na mimi ni kanisa. Kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kuokolewa ndio hili tendo hapa, kwamba nyumba ina
inawaka moto, kuna hatari humu ndani ya kuunguza vitu, inabidi tuvitoe, tuvipeleke nje. Tendo hilo linaitwa tunaokoa. Waokoaji sisi. Meli imezama, mitumbwi inakuja, inaanza kutoa watu kwenye maji, inawapeleka nje. Hilo ni tendo gani? Kuokoa. Kwa kama Biblia inavyosema kwamba kanisa ni watu waliookolewa, maana yake wametoka mahali kwenda mahali pengine, wametoka kwenye hatari kwenda kwenye uzuri, wametoka mahali pabaya kwenda kwenye usalama. Ndiyo maana tendo hilo linapofanyika, hatutakiwi tena tuone hatari ndani ya kanisa, kwa sababu hatari ilikuwa nje. Tumetolewa kwenye hatari, tumeletwa kwenye usalama. Kwa hiyo kanisa ni mahali pa usalama, 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 ni mahali pa usalama. Tumeletwa mahali pa usalama, sio mahali pengine. Tupo mahali pa usalama. Kwa hiyo tendo la kuokolewa limebeba mambo manne. Wito huu una mambo manne. Wito wa kuokolewa una mambo manne. La kwanza, tumeitwa kuokolewa, kutolewa dhambini. Tumetoka dhambini. Ni wito wa kutoka wapi? Dhambini. Hiyo ni moja. Pili, wito wa kuwa community, kusanyiko moja. Tumeitwa kuwa kusanyiko moja, mwili mmoja, sio miili mingi. Ni mwili mmoja. Tatu, Mungu ni sawa mti na matunda yake. Mti na matunda yake. Huwezi ukapata matunda bila mti, na huwezi ukapata ukawa na mti usiwe na matunda. Kwa hiyo wito huu ni wito wa kuwa na ushirika na Mungu. Yaani wewe uwe na ushirika na Mungu. Wewe kama kweli umeokoka, uwe na uwezo wa kuongea na Mungu, uwezo wa kuongea na Mungu. Mungu akwambie unakosea wapi, unapatia wapi, ufanye nini, usifanye nini. Mungu anakwambia kama umeokoka. Huwezi kuokoka alafu ukabaki hivyo Mungu asiseme na wewe. Nakuuliza swali, wangapi Mungu ni baba yao? Wangapi Mungu ni baba yetu? Niulize hivyo. Nyosha mkono kama Mungu ni baba yako. Wengine sio baba yenu. Mungu ni baba yako. Sasa kama ni baba yako, baba na mtoto si huwa wanaongea? Wewe Mungu huwa anaongea na wewe nini kama kweli wewe ni baba yako? Hivi baba yako atakuacha upotee? Baba yako atakuacha unakaa kwenye hatari anakuangalia? Baba yako unakosea hakwambii? Baba gani ambaye utakosea sikwambie? Baba gani ambaye utakosea siongee? Baba gani ambaye utakosea kuacha hivyo hivyo? Kwa nini tunakuwa na kanisa la watu walioharibika kiasi hiki, kiasi ambacho mtu hana wa kumshtua, hana wa kumwelekeza, hana wa kumwambia? Hatari hiyo tunaiona. Wachungaji walioharibika ni wengi, maaskofu walioharibika ni wengi, watumishi wa Mungu walioharibika ni wengi, washirika walioharibika ni wengi. Ni hatari. Lakini Mungu ni baba yetu. Hivi huyo baba hakwambii, hauongei naye, haongei na wewe? Huyo baba yako ni baba gani huyo? Lazima baba aongee na mtoto wake. Wito huu mwisho ni wito wa kwenda mahali maalum.
wenye hatima njema, wenye mwisho mwema. Wito huu ni wito wenye mwisho mwema, kwenda mahali maalum. Maana yake wito huu unakufanya wewe uandikwe jina lako kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo kama umeokolewa, hakikisha jina lako lipo mbinguni. Amen. Uhakikishe jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hii ni maana ya kawaida ya kanisa, ya kawaida, sio ile ya kitaaluma ambayo tunasema kanisa ni lisiloonekana na linaloonekana. Hapo ningeongea na wachungaji, ningeongea hivyo, invisible and visible church. Lakini kwa kuwa asilimia kubwa audience hata mtandaoni na washirika ni wengi, basi maana hiyo inakutosha. Kanisa la Yesu ni kanisa la watu wote. Sio kanisa la kabila fulani, sio kanisa la dini fulani, sio kanisa la taifa fulani, sio kanisa la dhehebu fulani, sio kanisa la mtu fulani. The Catholic Church ni kanisa Katoliki. Kanisa la Yesu ni kanisa Katoliki, Catholic, universal, duniani, ni kanisa la dunia nzima. Katoliki maana yake ulimwengu mzima. Neno Catholic maana yake ulimwengu mzima, Catholic, sio Roman Catholic. Kwa hiyo kanisa la Yesu ni kanisa Katoliki. Sio kwamba kanisa la Yesu ni EAGT au TAG au PBFCT au Roman au nini. Halina jina raha ya madhehebu, halina jina la madhehebu. Ni kanisa la wote. Wote wapi? Walioitwa. Wote walioitwa, sio wote na walevi, sio wote na makahaba, sio wote na wachawi, sio wote na wazizi, sio wote na wezi, sio wote na majambazi, sio wote na waongo. Ni kanisa la wote walioitwa na Mungu kwenda mahali maalum. Bado tunaendelea. Kanisa la Yesu ni kanisa linaloonekana na lisiloonekana. Haleluya. Linaloonekana ndo hili kusanyiko, a gathering church, congregation hii. Lisiloonekana ni wale wote ambao toka wokovu umeanza wa mwanadamu, toka alipoanguka, wote ambao wameokoka na majina yao yapo mbinguni, hawa wanaitwa kanisa lisiloonekana, ambao majina yao yapo katika kitabu cha uzima. Lakini hiyo ni A. B, kanisa lisiloonekana ni miongoni mwetu hawa ambao tumeketi hapa tunaonekana, hawa ambao tunahesabika kikanisa la mahali pamoja, kijimbo, kikanda, mpaka taifa, mpaka duniani kote. Mpaka duniani kote. Mpaka sasa idadi ya kanisa duniani, kanisa linaloonekana ni zaidi ya 2.6 milioni. Sasa zaidi ya 2.6 milioni hao, hilo linaloonekana, kanisa lisiloonekana ni wachache wateule walioandikwa majina yao kwenye kitabu cha uzima. Sio wote wameandikwa, wachache kati ya hawa unaowaona wamejaa hapa, hawa unaowaona wamefurika hapa, hawa unaowaona wamekusanyika hapa. Sio wote wameandikwa mbinguni. Kwa nini wawe wachache? Hiyo sentensi ni tata sana. Kwa nini Mungu aite wote alafu aandike wachache? Hawa walioandikwa ni hawa waliotunza sifa za wito wao. Wametunza sifa za wito wao zipi?
wametoka dhambini, ni kusanyiko la Mungu, watu wenye ushirika na Mungu, wameandikwa majina yao kwenye kitabu cha uzima. Kwa hiyo wametunza sifa za wito wao. Ukipoteza sifa za wito wako, unaondoka kuwa kanisa la Yesu.